malisia na kuna lingine la Antichrist. Hiyo nilikuwa nimeshaanzisha na haipo imeisha. So naomba tuendeleze moja yaso ambayo ni mpinga Kristo, Antichrist. Pinga Kristo. Tulikuwa volume, tumaliza volume 2, I think we are volume 3. Katika sehemu ya 3, if I'm not wrong. Mara ya mwisho nakumbuka tulikuwa ni kama tulimalizia pale volume 2. Ni kweli? I hope. Volume 2, tuko volume 3 now. Mpinga Kristo. Mpinga Kristo. Antichrist volume 3. Hallelujah. Mara ya mwisho tuliangalia, hatukuanza kuelezea kwanza mpinga Kristo kiundani, bali tuliweza kuangalia Kristo ni nani ili tuelewe, maana hatuwezi elewa mpinga Kristo kama tutapata kumuelewa Kristo. Hallelujah. So tulikuwa hatujaanza na kuelezea mpinga Kristo, bali tumeanza na kumuelezea Kristo ama kuelezea Kristo. Ili tuelewe Kristo ni nani, tujue Kristo ni nini. Kama ni ili kwamba tuweze kumuelewa mpinga Kristo, inabidi kwanza tumuelewe Kristo. Hallelujah. Maana hakuna vile ambavyo unaweza mpata ama kumuelewa ama kumuelezea mpinga Kristo ili hali haujajua Kristo. Hallelujah. So tunaanza na kuelezea Kristo. Na pale tukaona kwamba Kristo sio jina. Tunaona Kristo sio jina la mtu physically, bali ni ofisi. Hapo tulisema ni cheo ama kazi. Yaani tuliona kwanza Kristo ilikuwa cheo ama ofisi ama kazi ambayo ilikuwa imetambulishwa kwenye Agano la Kale kama Mesaya au kama mtu aliyetabiriwa ambaye ndani yake kwa kazi yake anachokuja kufanya. Tuliona ni kwamba katika kufufuka na kufa na kufufuka alikuwa anakuja kufa na kufufuka. Nasema hivi, Kristo tuliona kwamba sio jina la mtu basically, bali ni ofisi au cheo au kazi. Tunaona kazi hiyo ambayo ilikuwa imetambulishwa katika Agano la Kale kama Mesaya. So katika Agano la Kale tuliona kwamba haungeweza kupata Kristo, bali walikuwa wanamtambulisha kama Mesaya. Msikia wakisema Mesaya. So tukaona ilikuwa imetambulishwa katika Agano la Kale kama Mesaya, ama mtu aliyetabiriwa ambaye ndani yake au kwa kazi yake anachokuja ama alichokuja kufanya ni kwa kufa na kufufuka kwake na mwanadamu ahubiriwe kuhusu ondoleo la dhambi. Tukaona kwamba alikuwa kuje ndani ya kwa ile kazi ni kufa na kufufuka, na kwa kufa kwa kufufuka kwake mwanadamu atahubiriwa kuhusu ondoleo la dhambi au ukombozi. Na tukaona kwamba tukafika mahali tukaona kwamba mitume walikuwa wanahubiri pale kuhusu hiyo Kristo. Kusoma ile mitume, Matendo ya Mitume pale 2, 3, 4. Katika kitabu cha mitume tutaona kwamba waliweza kuhubiri kuhusu hilo na kuendelea kule. Kwa hivyo huyo ndiye tulikaona hiyo ndio Kristo. So tumeona Kristo. Sasa Kristo ni tunaona hiyo ni ile cheo ama ile ofisi ama ilikuwa kazi mahususi, kwamba kuna kitu ambacho physically anakuja kufanya. Na tukaona kwamba kazi hiyo au ofisi ile alikuwa kuja kwamba kwa ajili ya kufa na kufuka kwake mwanadamu atahubiriwa kuhusu ondoleo la dhambi au kuhusu ukombozi wake. Ikiwa angekuwa akuje angekufa ama kuna kufuka, hakungekuwa na ondoleo la dhambi. Haleluya. So basically that is like Christ. So hiyo ndio Kristo. Nimeguzia tu kidogo maana tulikuwa tumemuelezea katika undani kwa sehemu ya kwanza na ile ya pili. Haleluya. So tukaona hiyo ndio Kristo. So hiyo ilikuwa kazi nzito, maana ndio lengo lote la Agano la Kale. Yaani hiyo Kristo ilikuwa lengo la Agano la Kale. So Agano la Kale lote limeelezea kuhusu Kristo.
kuhusu hiyo ofisi, kuhusu hiyo kazi, hiyo cheo, imeelezea lote. Ukianzia kutoka Mwanzo hadi Malaki ilikuwa inazungumza kuhusu huyo Kristo. Sasa tusipomfahamu Kristo ni vigumu kumfahamu mpinga Kristo. Haleluya. Tusipomfahamu Kristo ni vigumu sana kumfahamu mpinga Kristo. Haleluya. Ikiwa wewe utamfahamu Kristo, ikiwa wewe simuelewa Kristo, ikiwa wewe sijua Kristo ni nani, in fact you cannot understand an antichrist, because antichrist ama mpinga Kristo anapinga Kristo. So ni vizuri sana wewe uelewe Kristo kwanza, ama tumfahamu Kristo kwanza, ili tujue huyu naye mpinga Kristo ni nani. Haleluya. So tusipomwelewa, tusipomfahamu Kristo ni vigumu kumfahamu mpinga Kristo, kwa sababu simple mpinga Kristo ni yule ambaye anapingana na hiyo ofisi au ile cheo. Simply, mpinga Kristo ni yule ambaye anapingana na hiyo cheo ama hiyo ofisi ya Kristo. Haleluya. So ni vizuri kwamba baada ya kumwelewa, maana kwa sababu simple mpinga Kristo ni yule ambaye anapingana na hiyo ofisi au kwa kinyume na Kristo ambaye ndi hiyo ofisi. Na hata ukisema kwamba ni yule ambaye kwa kinyume na Kristo, bado unazungumzia ile ofisi ambaye ni Kristo. Maana tumesema sio jina tu, si jina basically, sio jina la mtu, ilikuwa ni ofisi ama cheo fulani. Maana ukisoma mahali kwa Mathayo moja pale, sio ni 20 na kitu, sio na 9, nasema na utazaa mwana. Unaweza fika hapo kwa Mathayo, sio na kwanga, I think ni Mathayo 1:21. Mathayo 1:21 anasema just a minute. Mathayo 1:21. Mathayo 1:21 inasema, naye atazaa mwana, nao utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. So hiyo ndio ilikuwa kazi mahususi, ofisi mahususi ya Kristo. Haleluya. Sasa tumesema kwamba tusipomfahamu Kristo ni vigumu kumfahamu mpinga Kristo, kwa sababu mpinga Kristo ni yule ambaye anapingana na hiyo ofisi au ako kinyume na Kristo ambaye ndio hiyo ofisi. Sio kama tumepata hiyo point. Tusipomfahamu Kristo ni vigumu kumfahamu mpinga Kristo, kwa sababu simple mpinga Kristo ni yule ambaye anapingana na hiyo ofisi au ako kinyume na Kristo ambaye ni hiyo ofisi. Maana ukisema ako kinyume na Kristo, bado unazungumzia ile ofisi. Basi wao nimesema ako kinyume na Kristo ambaye ndio hiyo ofisi. Kinyume kwa namna gani? Ako kinyume kwa namna gani? Hiyo ni swali unaweza jiuliza. Sasa huyo mpinga Kristo, maana tunasema mpinga Kristo ni yule ambaye ako kinyume na ile ofisi ama ako kinyume na Kristo. Ako kinyume namna gani? Kwa namna gani? Ako kinyume kwa namna kwamba anapingana na ile ofisi au anapinga kazi ya ile ofisi. Unajua anaweza kuwa mmoja apingani kabisa, lakini anapinga kazi ya ile ofisi. Mfano, anapinga matokeo ya ile ofisi. Kama tunaelewa. Naposema kazi ya ile ofisi, kazi yake tumeona ni kwamba ilikuwa akufe na kufa kwake afufuke, na kufuka kwake ndio wanadamu wahubiriwe kuhusu ondoleo la dhambi ama kuhusu ukombozi. Haleluya. So anaweza anapingana kwa namna kwamba anapingana hiyo ofisi au kazi ya ile ofisi, au anapingana na wale ambao wanapeleka ujumbe wa ile ofisi. Anaweza hata kupingana na wewe ambao unapeleka ujumbe wa ile ofisi ama ambao unapeleka ujumbe wa hiyo ofisi. So mpinga Kristo anaweza kupinga kwa njia tofauti. Sasa kwa namna kwamba anaweza pinga kazi ya ile ofisi au anapingana na wanaopeleka ujumbe wa ile ofisi. Hiyo bado atakuwa mpinga Kristo. Haleluya. Kwa hiyo mpinga Kristo inawezekana apingi Kristo direct.
Yaani apingi Kristo direct. Inawezekana apingi Kristo direct, lakini anapinga au anazuia wanaohubiri habari ya Kristo. Ndio hii point. Huyo mpinga Kristo inawezekana apingi Kristo kwa njia ambayo inaonekana kabisa direct, anasema kwamba aanze kupinga Kristo direct, lakini anapingana au anazuia wanaohubiri habari za Kristo. Haleluya. Sio kama tunapata. Nasema kwamba mpinga Kristo si lazima inawezekana ajitokezi kinanga ubanga, ajitokezi wazi kupinga Kristo. Usikie kwamba kabisa amesema kwamba mimi hakuna Kristo, mimi hakukufa, mimi hakufa, mimi hakufufuka. So anaweza sema, anaweza kuwa afanye hivyo kinanga ubanga ama afanye hivyo wazi, lakini anapinga ama anazuia wanaohubiri habari ya Kristo. Haleluya. Bado atakuwa mpinga Kristo. Msifu Yesu. Haleluya. So tumeona kwamba mpinga Kristo anaweza kuwa apingi direct. Waraka wa Yohana 2. Waraka wa Yohana wa kwanza 2 verse 18. Waraka wa Yohana wa kwanza First John chapter 2 verse 18. Nasema hivi, watoto ni wakati wa mwisho. Au unaposikia wakati wa mwisho, unajua wakati mwingine wale kwamba anapoandika waraka kuna watu ambao ana face, yaani anawaandikia at that moment. So anaposema wakati wa mwisho, tuelewe wakati wa mwisho. Unaposikia wakati wa mwisho, hapo anazungumza kuhusu wakati wa mwisho wa dunia. Alikuwa anazungumza kuhusu wakati wa mwisho wa handi ya Mungu. Haleluya. So anaposema kwamba watoto ni wakati wa mwisho, usiweze kuona yani mwisho wa dunia. Na maana mtu anakuta hapa anakimbia wale ambao wananyofoa maandiko, wanapewa watu makorokoro. Sasa akifika kama hapa anaanza kuambia ni wakati wa mwisho, jiandaeni, sisi tutengenezeni njia. Yesu yuaja. Wakati anaposema hapa Yohana anaposema watoto ni wakati wa mwisho, nimesema ni waraka wa kwanza wa Yohana 2 kuanzia 18. Watoto ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Nataka tukue makini hapa. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Sasa nawaambia ni wakati wa mwisho, na walikuwa wamesikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo tunajua kuwa ni wakati wa mwisho. Sasa unajua wala hawaelewi, kwanza kabisa hawajaelewa Kristo ni nani. Sasa unakuta kwamba wanaweka watu ofu kwa ajili ya mpinga Kristo. Wanaposoma kwa mfano kama hapa Yohana anapozungumza hapa, sasa wanaona kwamba sasa mpinga Kristo ndio hata ukimuuliza mpinga Kristo nani, anaanza kukuambia ni mataifa, taifa fulani, ni viongozi fulani, yaani anakuambia kitu ambacho kabisa akiambatana na maandiko. Maana amesoma hapo. Sema watoto ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. So wale wamekwisha kuwapo. Kitabu. Kwa sababu hiyo tunajua kuwa ni wakati wa mwisho. So wakati wa mwisho, wakati ambapo wapinga Kristo walikuja. Kulikuwa wakati wa mwisho. Na walikuja wakati gani? Baada ya Kristo kuja. So naposema wakati wa mwisho, usianze kuona dunia ni wakati wa dunia kuisha, wakati wa si dunia yote kubomoka, kuondolewa. Usianze kuona vitu kama hizo. Ana maana kwamba ni wakati wa dunia hii. Naposema wakati wa mwisho hapa,
Anazungumza kuhusu wakati wa mwisho. Wa mwisho gani? Mwisho huu ni mwisho gani? Mwisho wa ahadi ya Mungu kutimia. So Mungu leo hii andaiwi chochote. So amefika mwisho. Mungu hakuna kitu anadaiwa. Hakuna ahadi Mungu ako nayo, maana amekusha timiliza ahadi yake. Haleluya. So naposema ni wakati wa mwisho, uelewe kwamba ni mwisho wa ahadi ya Baba, Kristo kufuka. Mwisho wa kumfunua Kristo, kumweka Kristo wazi. So na wapinga Kristo wamekwisha kuwapo. Wakati ambapo anasema wamekwisha kuwapo, wakati Yohana akiandika hii, Obama alikuwa hakuwa jamani. Wakati Yohana anaandika hapa ili tuelewe kwamba anaposema mpinga Kristo ni US. Wewe hata US haiko inatambulika? Hata hivyo inaitwa hivyo in fact. Maana unajua kwamba Yohana anazungumza kitambo kile. Anasema wamekwisha kuwapo. Anasema ni wakati wa mwisho. Na kama vile ambavyo uliosikia kwamba mpinga Kristo yuacha. Hapa ametumia umoja, anasema watoto ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuacha. Hapo ametumia umoja kwamba yuacha. Alafu anaendelea anasema hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo, kwa sababu hiyo tunajua kuwa ni wakati wa mwisho. So tuelewe kwamba hapa ili uelewe mpinga Kristo, mtu asianze kuambia mpinga Kristo ni nchi fulani. Yes. Hao walikuwa wameambiwa mpinga Kristo atakuja. Lakini anawafafanulia kwamba si mmoja, Kristo mmoja. Ni wengi. Hao walikuwa wamesikia. So hao ni Wayahudi I think. Basically anaongea na Wayahudi. Anaandikia Wayahudi wakati ule. Anapoambia uzao Wayahudi walikuwa wanajua kwamba mpinga Kristo atakuja. Na alikuwa anajua maybe ni mtu mahususi, yani kijambazi fulani hivi, kibaunsa hivi kinakuja kupinga. So wao walikuwa wanadhani kwamba mpinga Kristo anakuja. Yaani na ni mmoja ambaye ni mtu ambaye ni maarufu zaidi na akona nguvu zaidi ya kupigana na Kristo. So anajaribu kuwafafanulia Mtume Yohana hapa, anawafafanulia akiwaambia kwamba hata sasa wapinga Kristo ni wengi. Kwa hivyo vile ambavyo mlikuwa mnafikiria mpinga Kristo ni mmoja, kwa hivyo vile ambavyo mlikuwa mnafikiria mpinga Kristo sijui atakuwa kama ni taifa fulani, sio hivyo. Ni wengi mno. Haleluya. Wamekwisha kuwapo, kwa sababu hiyo tutajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. So hapa ndio watu wananaswa kabisa. we have been victim in fact kwa hii maandiko. Hata si maana tulikuwa unajua hata hatukuwa na hiyo kitu kwamba tuulize mtu. Kwa kutuambia hapo Yohana anapoandika akiwaambia amekwisha kuwapo. Alafu tuseme kwamba walisema Obama ndiye atakuwa mpinga Kristo. Obama akatoka. Trump akaingia sasa akasema maandiko yametimia kwa Trump akatoka. Leo hii independent. Kwa nini hawaongei? Sasa kwa nini? Hizo vitu ambazo wanazungumza si kwa maandiko. Mara ni chanjo. Sasa wengine wamekosa wazimu kabisa, wameanza kusema chanjo ya corona. Yaani vaccination ya corona. Eti ni mpinga aliala. Walisema hiyo chanjo ni sitasika, maana yake upande mpinga Kristo. Atalazimishwa watu. Lakini rais hapa Kenya amekataa, na kuna mataifa mengine pia marais wamekataa walazimisha. Yaani so waliosema ni sita si wameungua. Already wameungua, maana kwa sababu wanasema watu wanalazimishwa kuchukua hiyo chanjo ya corona, maana hiyo chanjo imeletwa na mpinga Kristo na iko na ndani yake iko na sita. Ai. Unajua si hao watu wanatoanga hii mambo hapo. So hata hizo ni kama wanajaribu kusema hata corona imeletwa na mpinga Kristo. Maana kama wanasema chanjo imeletwa na mpinga Kristo, corona imeletwa na nani basi? Obviously mpinga Kristo. Lakini uelewa kwamba hata kama kuna propaganda zinaenea kwamba mtu ambaye amedungwa amepewa chanjo huenda amekufa ama akakuwa na complications, haina maana kwamba ni hiyo shindano. Ni complications za kawaida tu. So hakuna ubaya wa hiyo chanjo. In fact inasaidia. That's why rais aliposimama alisema kwamba, maana kuna wakati walikuwa wametoa tahadhari kwamba ambaye civil servant mwenye ambaye amejiona na serikali kama hata kuwa amedungwa ama amepewa hiyo chanjo atapewa mshahara. Lakini juzi rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta alisema kwamba atulazimishi, ukitaka undungwe it is your own benefit. Ukitaka undungwe, usipotaka ni sawa, hakuna kulazimisha. So si mbaya, na hiyo si mpinga Kristo. Hiyo ina madhara yote na uhusiani na mpinga Kristo. That's what I'm saying. Kwamba uhusiani na mambo ya
Hahusiana mambo ya roho kabisa. Chanjo inapoingia hiyo inaitwa ya mpinga Kristo, inaingia kwa mwili na nyama. Hahusiana mambo ya roho kabisa. Na hiyo si ya mpinga Kristo. Mwenye ambaye anasema mpinga Kristo atakaye nisikia nipigie simu nimuelezee. Niko ninasema si ya mpinga Kristo. Sasa sikiza. Tunajaribu sasa kuelewa wapinga Kristo na mpinga Kristo nani. Tuendelee kwa hiyo maandiko. Anasema aje? 19. Sasa ujue Yohana anajaribu kuambia wapinga Kristo ni wengi. Hapo tuelewe. Wao walikuwa wamedhani kwamba mpinga Kristo atakuwa mmoja. Ama ni mmoja atakuja. Na walikuwa na expect kwamba ni mtu ambaye ni maarufu zaidi, mtu ambaye mwenye nguvu zaidi, ambaye anakuja kama na mtetemeko. Yaani akifika kama akifika wakati huo akifika ulimwengu unatetemeka. That's the picha walikuwa nao wale Wayahudi. Hallelujah. Lakini Yohana anajaribu kuwafafanua akiwaambia kwamba ni wengi na wamekwisha kuwapo. Na wenda hamwajui. Anasema walitoka kwetu. Hallelujah. Anasema walitoka nani hao? Wapinga Kristo. So hao wapinga Kristo walikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wamefahamu Kristo. Basi wanasema walitoka kwetu. Sasa na walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. So hata kama walikuwa wa kwetu, walitoka kwetu, hawakuwa wa kwetu. That's why walivuka na kupinga Kristo. Anazungumzia kuhusu wapinga Kristo. Maana amesema ni wengi. Na umekwisha kuwako. Anasema walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangalikaa pamoja nasi. So anajaribu kusema hivi. Anayeenda kinyume hata na kutaniko la mahali hiyo ni mpinga Kristo. Maana anapinga kazi mauzi ya Kristo. Sio si wa kwetu. Kama angekuwa wa kwetu, angekaa pamoja nasi. Hiyo ndio Yohana anasema. So ni mpinga. Unajua mpinga Kristo unafaa muelewe kwa njia tofauti. Hawezi kuja kinangomanga, hawezi kuja wasiwasi aseme mimi ni mpinga Kristo, anapinga Kristo. Hawezi kuja. Ni vitu vingi ambavyo atakavyofanya. So anasema maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangalikaa pamoja nasi, lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Si wote walio wa kwetu. Kumaanisha nini? Wapinga Kristo wanatoka katika kundi lililo mtambua Kristo. Ama lilo laidai kwamba namjua Kristo. Maana there is no way you can be an antichrist if you are not aware of who Christ is. That's why anazungumza hivi. Maana walipokaa nasi, walipokaa na wao, waliweza kuelewa Kristo. That's why wakaibuka, wakajitenga kwenda kupinga Kristo. So walikuwa miongoni mwao. Walikuwa wamemfahamu Kristo kabisa. Haleluya. Ni sawa. So hapa hakuna mwanasiasa alikuwa hapo wakati ule. Yohana asungumzii mwanasiasa. Yohana asungumzii kwamba mpinga Kristo ni mtu maarufu, ni mtu mahususi mahali ambaye atakayeibuka. Asungumzii hicho. Maana hakuna mwanasiasa. Maana tukianza kusema ni wanasiasa, wanasiasa wakaangi katika pamoja na waumini. Basi wao ndio anajaribu kuambia kwamba ondoa mawazo yako kwamba mpinga Kristo ni mwanasiasa fulani ama ni mfalme fulani wa dunia hii. No, huyo si mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni yule ambaye amekaa katika fundisho la Kristo na akaliweka, lakini akaibuka, akajiondoa na kwenda kupingana na ile kazi, na ile ofisi. Haleluya. Hiyo ndiye anahitajika kuwa mpinga Kristo. Mwanasiasa, in fact, wengine hata hawajui Kristo. So there is no way they can be an antichrist because they don't know Christ. They don't know who Christ is. So they cannot be an antichrist. Hallelujah. Wale ambao wanakuwa wapinga Kristo ni wale ambao wako na ufahamu mahususi kuhusu Kristo. Hallelujah. Lakini pia mpinga Kristo, so part 1 kama unakumbuka tulisema part 1 nilisema hivi nikasema kwa hiyo mpinga Kristo inawezekana apingi Kristo wasiwasi,
lakini anapinga wanaohubiri habari ya Kristo. Hiyo ndio part 1. Yaani nilikuwa najaribu kumweka uelewe kwamba mpinga Kristo kwa hiyo njia. Sio njia ya kwanza ama namna ya kwanza. Anaweza kuwa hubiri au apingi Kristo waziwazi. Yaani waziwazi kabisa uone anakuja anasema kwamba mimi napinga Kristo. Anaweza kuwa afanye hivyo, lakini anapinga wanaohubiri ama wanaoendeza habari ya Kristo. Hiyo ofisi. Sasa njia nyingine ama part 2 ama sehemu nyingine ya mpinga Kristo. Mpinga Kristo pia mpinga Kristo part 2 ni yule ambaye anasimama na kuhubiri. Part 2 tunaelewa hiyo. Ni yule ambaye anasimama. Tumesema anaweza kuwa mpinga Kristo, inawezekana apingi Kristo wasiwasi, part 1. Lakini anafanya nini? Anapinga au anazuia wanaohubiri injili ama habari ya Kristo. Hiyo ni part 1. Huyo ni mpinga Kristo. Anaweza kupinga wewe ambao unahubiri kuhusu Kristo. Huyo ni mpinga Kristo. So si lazima apinge Kristo kinanga ubanga waziwazi kwamba yeye ni mpinga Kristo. Lakini part 2 pia mpinga Kristo ni yule ambaye anasimama na kuhubiri. Anahubiri kinyume na Kristo. Yaani anasimama na kuhubiri, lakini kile anahubiri kinyume na Kristo. Bado ni mpinga Kristo. Kinyume kiaje? Kwa mfano, anaweza kuhubiri chochote ambacho kinahusiana na Kristo kinyume. Mfano, anaweza kuhubiri kuhusu kukaliwa na Roho kinyume. Anasema hapana. Kwa vile ambavyo unaweza kaa kiolela kiupuzi Roho atoke ndani yako. Hata kama umempokea Yesu, umempokea Roho, lakini kuna vile ambavyo unaweza kaa hivi kimalenge, kimandazi Roho atoke. Huyo bado ni mpinga Kristo. So, yaani anasimama na kuhubiri, lakini anahubiri kinyume na Kristo. Ama anasema kwamba tulisema kazi ya ofisi ile ilikuwa akufe na kufuka. Na kupitia ile kufuka na kufuka kwake wanadamu ahubiriwa kuhusu ondoleo la dhambi ama ukombozi. Anaweza sasa kuja na nimesema ni yule ambaye anasimama na kuhubiri, lakini anahubiri kinyume na Kristo ile ofisi. So anaweza sema kwamba kuna dhambi, Yesu amesamehewa dhambi, lakini kuna dhambi zingine unahitaji ufanye jambo fulani kwa ajili yake. Si anahubiri bado kinyume. So ni mpinga Kristo. So anasimama anahubiri. Hawezi kuwa anapinga Kristo direct, lakini anasimama kuhubiri hiyo Kristo, lakini ndo anaitwist. Anahubiri kinyume na vile ambavyo inahitaji kuhubiriwa. Haleluya. Nakwambia hapana. Hata kama dhambi Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Aliteswa kwa ajili ya dhambi zetu ili tusamehewe dhambi. Lakini kuna anapoweka lakini unajua anapinga. Amequalify kuwa mpinga Kristo jamani. Hakuna njia nyingine. Ikiwa unasikia mtu anazungumza kuhusu Kristo yani aweke lakini amequalify kuwa an antichrist. Hiyo ndio najaribu kusema. The moment that mtu ameanza kukuelezea kuhusu Kristo lakini aweke kauli lakini ameharibu, amekuwa mpinga Kristo. Yaani wewe una qualify, yaani unatosheleshwa ama unatoshelesha kuwa mpinga Kristo. Unapoweka lakini. Nakwambia hapana, unajua yes, Mungu alimtoa mwanae wa pekee ili amwaminie. Lakini si kuamini. Baada ya kuamini kuna kitu ambacho unahitaji, kwa dhambi zingine unahitaji ufanye jambo fulani. Yeah? Bado amekuwa nani? Mpinga Kristo. Haleluya. Acha nikusomee kitu kidogo hapa kama nitakipata ili uelewe chenye nazungumza. Mfano wa huyo mtu vile anavyoweza kuzungumza. Si kama nitaipata. Usikize hapa. Mfano wa vile ambavyo anaweza kusimama ubiri. Huyu ni nabii. Nabii anazungumza anasema hivi. Naona katika roho. Nasikia haka ni katika conversation ambayo nilikaona kakanichenga mtu ambaye anajifahamu. Sikiza vizuri. Nabii. Hiyo ni maneno ya nabii sasa anazungumza. Naona katika roho. Anaona katika nini? Ndio wanatungulizaga kusema katika roho. Lakini sio ni roho gani? Bwana ananiambia kuna uovu ulifanyika katika ukoo wako.
upande wa baba yako. Uovu huo ndio unasababisha usifanikiwe. Iko laana ukoo ulikabidhiwa. Kuna laana katika ukoo ulikabidhiwa kwa miungu na misimu. Inabidi ufunguliwe. Leo unakwenda kuachiliwa. Leo unakwenda kuachiliwa. Ninatamka neno la kinabii. Naachilia neno toka madhabahu hii ili kuharibu kila uovu uliofanyika. Naharibu kwa jina la Yesu. Anasema aje? Naharibu kwa jina la Yesu. Anasema kuna uovu uliofanyika. Sasa naye huyu kuna vile anaitwa jina, sita kumtaja, lakini wote niseme mwana wa Mungu. Wacha nimuite mwana wa Mungu. Anasema huo uovu ni nani aliyoufanya? Mwana wa Mungu anamuuliza hivi, nani aliyoufanya? Mimi au hao wazee wa ukoo wangu? Ni maswali anamuuliza. Na vipi mimi nisifanikiwe kwa sababu ya uovu uliofanywa na wazee wangu? Si kama unapata ujasiri huu mtu ako nao. Yaani si hata ujasiri pekee, ule ufahamu alio nao yeye ni nani? Nabii sasa. Unajua anakutwist, anamwambia wazee wako katika ukoo, anamjibu sasa. Wazee wao katika ukoo walitoa sadaka kwa miungu. Walijiunganisha na miungu. Je, hukusoma kwamba Mungu wapatilisha wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 cha 4? Baada ya kumwambia kama ni wao walifanya, sio akamwambia wakusoma wa Agano la Kale huko. Nakumbuka mahali ambapo anasema anapatilisha kizazi hadi kizazi cha 4. Ni nabii huyu. Ananukuu maandiko. Sio kama unaelewa, ananukuu maandiko. Lazima nakwambia usiwe msembe. Wakujifunza. Alafu sasa huyu mwana wa Mungu, namuita mwana wa Mungu, unasema hivi, mbona unanukuu nusu? Ndio anamuuliza. Maana ananukuu tu pekee, hata haendi mbele, haendi nyuma, na hataki hata kutambua vile ambavyo anazungumza. Anamuuliza, mbona unanukuu nusu? Huyo ni sasa mwana wa Mungu anaendelea. Huwapatilisha hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wamchukiao Mungu. Unasikia? Wale ambao wanapatilishwa katika vizazi hivi ni wale ambao wanamchukia nani? Mungu. Ndivyo huyo anamwambia. Sasa mimi nimezaliwa upya. Namwamini Yesu ni mwana wa Mungu. Mimi simchukii Mungu. Iweje nipatilishwe maovu ya wazee wangu katika ukoo? Iweje kiroho nisumbuliwe na uovu na laana za ukoo, wakati mimi katika roho nimebarikiwa kwa baraka zote katika Kristo Yesu, na nimeungwa na kuwa naye pamoja katika roho. Huyo mtu anajielewa huyo, lakini huyo anajaribu kutwist maandiko. Anaendelea tu anyamazi, anamwambia nabii huyu, sasa walimu wenu wa mitandaoni wanawaharibu. Wazee wako walitoa sadaka kwa miungu ya ukoo, ukakabidhiwa kwa miungu. Unadhani kuzaliwa upya ndio kuna kufanya uwe huru hivi? Ni lazima uvunjiwe laana. Nimekwambia, anamwambia unafikiri hao walimu wenu wa mitandaoni ndio wanawaharibu? Sawa, anawajua, si kwamba hawajui. Maana kama anajua wao ndio wanawaharibu, si kwamba hata yeye hawasikizi. Anajua mafundisho ya kweli. Exactly. Anajua kuna mafundisho ya kweli. Lakini sasa yeye hataki ule ukweli. Na anasimama anafanya nini? Sasa unajua ni kwa nini nasoma hivi? Nimesema part 2 ya mpinga Kristo. Vile ambavyo anaweza. Anasimama anahubiri. Lakini anahubiri nini? Kinyume na ile ofisi. Anahubiri Kristo kabisa. Anasimama tu kuhubiri Kristo, lakini anahubiri kinyume. So anamwambia, walimu wenu wa mitandaoni wanawaharibu. Wazee wako walitoa sadaka kwa miungu ya ukoo, ukakabidhiwa kwa miungu. Unadhani kuzaliwa upya ndio kuna kufanya uwe huru hivi? Ni lazima uvunjwe laana. Yes. Jani msome nabii mwingine. Ujumbe wake unasema, huu ni unabii wako na ukitii utawekwa huru. Si mazoea kama mtumishi wa Mungu. Unaona anajiita mtumishi wa Mungu na ni nabii, kukusumbua kila wakati na
unapuuza. Kuna mama alichukua nyota sako 7 akakawia watoto wake. Mzee wake na pia anafanya biashara kuitumia. Hakuna kitu unapanga itimie maisha yako, nayo anasema nayo akaifunga na kung'ang'ana tu. Tuma sadaka ya 277, yani 277 kwa hii namba, ameweka namba, na nitakwambia jina na nitarudisha nyota zako kabla ya saa 12:30. Anajiita nabii, sitaji jina. Unasikia sasa? Huyo mtu anahubiri. Bado ni nabii, yaani mhubiri. Tunaona kwa mfano hata kama ni nabii bado ni mhubiri. Anawasilisha ujumbe. Maana nabii bado hata kama anatoa ubiri bado ni ujumbe. Kapeana ujumbe. Sasa nimesema kwamba ni yule ambaye anasimama na kuhubiri, anayesimama na kuhubiri kuhusu Kristo, lakini anahubiri kinyume na Kristo, ambaye ni kinyume na ile ofisi. So unasikia? Anajaribu kumwambia ati kuna wale ambao wamefanya ati unatoa sadaka. Lakini sasa katika hii conversation ya huyu mtu ambaye anajifahamu, I'm begging you my friend, jikabidhi katika ukweli wa neno, jikabidhi katika ukweli wa neno kabisa, yaani jitoe ili kwamba usije ukanaso. Unasikia anamwambia aje? Unafikiria tu kusaliwa tu hivi hivi, yaani kusaliwa upya tu ndio kuna kufanya ukue huyu hivi hivi? Anamwambia ni lazima uvunjiwe laana, yaani lazima. Hapo naye anamjibu hivi sasa, anamwambia mwana kondoo wa dhambi alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya mbingu na nchi. Kabla ya hao wazee wangu alichinjwa kabla ya wazee wangu. Ambao unaniambia walitoa sadaka. So mwana kondoo alikuwa ameshachinjwa kabla ya wazee. Huyu ndiye anamwambia. Alafu anamjibu anamwambia unataka kusema sadaka ya mwili wa Yesu wa Yesu au yule mwana kondoo haikutosha kunikomboa toka katika nguvu za laana, nguvu za kifo na mauti? Sasa kama alafu huyo anamwambia sasa nabii, unajua amejua huyu ni nani, anamwambia utakaa hivyo hivyo bila kufanikiwa. Nabii anamwambia, alafu naye huyo anamwambia nenda nyuma yangu shetani, ungekuwa umefanikiwa ungehangaika na sadaka za kitapeli. So nani hajafanikiwa? Yeye ambaye anataka kutapeli watu. Nani hajafanikiwa? Obviously ni yeye. Yeye ndiye katika laana, si huyu, si mimi. So last one najaribu kusema hivi. Hiyo haikuwa nini, lakini nilikuwa nataka mnielewe tu usie. Sasa kwa kama nimetoka out of nini. I'm online. Kwa sababu kuelezea hiyo part tu. Mpinga Kristo jinsi na ambavyo anavyofanya kazi. Ni yule ambaye anasimama na kuhubiri. Like vile ambavyo nimesimama hivi na hubiri na sasa kuzungumza kinyume na ile ofisi. Hallelujah. So kama vile ambavyo hiyo anazungumza. Huyu ni mhubiri kabisa. Ni mhubiri kabisa na anajua kuhusu Kristo. Na isitoshe amejua ukweli wa mitandaoni. Maana anazungumza kuhusu mitandao. Si kwamba hajui. Lakini shida yao, huyu naye anamuuliza kwamba kwa nini unanukuu pole nusu. Unajua mtu anakuja kwa mfano pale ambapo tumesoma kuhusu mwisho pale Yohana, ile tumeanza nayo Yohana wa kwanza pale 2:18. Nasema watoto wadogo waandikia mpinga Kristo yuaje vitu kama hizo. Unajua sasa wakati wa mwisho, anataka kujua wakati wa mwisho inamaanisha nini. Anza kuambia ni wakati wa mwisho. Tubuni dhambi zenu. Nyosheni njia. Yote ni mapito, Yesu yuaje. Mgani huyo? Hallelujah. So ni yule ambaye anasimama na kuhubiri kinyume cha ile ofisi. Bado ana qualify kuitwa mpinga Kristo. Naitwa mpinga Kristo pia. Sasa wewe ambaye unajua by the way wale ambao wanahubiri mfano. Si kama lakini wanajielewa wao wenyewe. Maana hayo tunasindi kuelewa mpinga Kristo jinsi ambavyo anafanya kazi. That is hiyo ndio my hymn.
Haleluya. Sasa anasema, nimesema anahubiri kinyume na mpinga na ile ofisi. Anahubiri kinyume na ile ofisi. So yoyote ambaye anahubiri kinyume, mfano chochote ambacho unakielewa wewe kama mwana wa Mungu, chochote ambacho unakielewa kama mwana wa Mungu, alafu mtu akuje akihubiri kinyume, yani kulingana na mtu wa maandiko, jinsi ambavyo unajipanga, alafu mtu akuje ahubiri kinyume na hicho unajua, hiyo amequalify kwa mpinga Kristo. Kwa hiyo mpinga Kristo usimwangalie mbali. Hiyo ndio kitu nataka sasa upate hapa. Nataka upate hapa. Hapa 19 alisema walitoka kwetu. Nani hao? Wapinga Kristo. Wale wapinga Kristo. So siwezi kuangalia mpinga Kristo nje. Eti ukuta kama mlevi mamhubiria akataa kuokoka ufikirie ndiye anapinga Kristo. Eti mwanasiasa amekataa kuokoka ufikirie anapinga Kristo. Apinga Kristo jamani. Huyu si mpinga Kristo. So usitafute mpinga Kristo mbali. Yamkini wapinga Kristo wako katika kusanyiko zile ambazo zinafundishwa Kristo. Yaani baadaye wanatoka na kuhubiri kinyume na kile ambacho wamejifundisha kuhusu Kristo. Haleluya. Wewe mpinga Kristo. Sio usianze kumtafuta nje. Eti uanze kuangalia kwa madhehebu yale mama vile ambavyo mtu anazungumza useme wewe ni mpinga Kristo. Haleluya. Si lazima akuwe mpinga Kristo huyo. Ama waangalie alama zile. Mtu amesimama kwa madhabahu anasema hivi ama anafanya hivi zui anasema hivi zita. Hiyo si mpinga Kristo. Huyo hata hajui ni nini anafanya. Kwenda ni kawaida tu. Sasa kama makanga pale wakitaka anasemanga 30. That bob. Sasa huyo hata anajua nini anafanya. Ni ishara tu ya kuonyesha. Mwingine naye kwa mfano ukikuja mtu akitaka kusema 600 ama kama 6 bob ama 60 anafanyanga hivi. 6. Akifanya hivi sasa huyo hata hajui ni mode of communication jamani. Hiyo ni ishara tu ya kuongea. So usiangalie hawa watu kama ati mtu anafanya hivi ama mtu akuje anahubiri hapa alafu uanze kuona akifanya hivi. Maana ni mkono wake tu alizoea. Mimi kama ni makanga pale ni conductor wa gari. Isa matatu sabiria. Alimezoea kufanyanga hivi 60 ama 30. Alafu akuje hapa ni mhubiri. Alafu uweze kusema anafanya hivi anatokea ishara ya shetani. Alama ya nini? Ya shetani. Huyo si mpinga Kristo. Jamani, haleluya. Huyo si mpinga Kristo. Walitoka kwetu. Hawana nasema walitoka kwetu. Hao wapinga Kristo hao umesikia wamekuja. Ana amewaambia hata sasa wapinga Kristo wengi wamekusha kuwapo. Kwa sababu hiyo tunajua kuwa ni wakati wa mwisho. Walitoka kwetu. Nani hawa? Wapinga Kristo hawa. Walitoka kwetu. Lakini hawakuwa wa kwetu. Maana anaoji movie alafu anakuja kutufunda kabisa. Exactly. Anaoji movie, maybe akiona vile ambavyo alafu anakuja kukuambia kile ambacho ameona. Walikuwa wetu. Anasema walikuwa wa kwetu. Lakini hawakuwa wetu. Hawakuwa wa kwetu. Licha ya kuwa walitoka kwetu, hawakuwa kwetu. Ni mara ngapi hapa? Injili neema kutoka tuanze hii injili ya kweli ya Kristo. Usu kujitambua na kutambua kiundani na kuchambua maandiko na kukula maandiko kiundani na kuyachambua. Ni wangapi ambao wametoroka? Walitoka kwetu lakini hawakuwa kwetu. So don't mind about those people. Hawakuwa kwetu ili kama walitoka kwetu. Achana ile injili ya kitambo ile, usiangalie ile ya kitambo. Hatuwezi sema wale ambao walitoka ile ya upotofu ile, si kwamba hawakuwa wa kwetu. Hatuwezi wajaji kwamba hawakuwa wa kwetu. Hao wengi walikuwa wa kwetu my events tukawakusa ile time. So usianze kuangalia. Lakini wakati ambapo ukweli umedhihirika, tukaanza kuchambua ukweli. Wale ambao walitoka kwa ajili ya ukweli, hao hawakuwa. Yamkini walitoka kwetu, lakini hawakuwa kwetu. So don't mind about them. In fact hata usije hata ukamuuliza hata maana kama hakuwa wa kwetu jameni. Maana kama anasema aje. Nataka tu ili ukue free. Hata kama utakuta mtu ni mmoja katika kutaniko, huyo ndio wa kwako. Simple. Haleluya. Huyo ndio wa kwako. Maana huyo ambaye ametoka unajua anasema nini? In fact kama mtu ametoka hapa anaanza kusema fulani, akina fulani wanasema kitu fulani.
akubaliane nacho na hataki kujifundisha, hiyo ni nani? Kwani apingi? Kwa tunahubiri nini? Tunahubiri habari ya hiyo ofisi ama ya Kristo. Alafu huyo mtu anatoka hapa anaanza kusema kwamba eti wanasema hivi. Mimi hiyo mambo yote mtukubaliane nayo, anaanza kutanish. Kila badala ya kuja uliza anaenda kutanish. Huyo ni nani? Antichrist. Mimi nakuita Antichrist. Ukuje tu niulize kwa nini nimekuita Antichrist. I will tell you. So usianze kuangalia mtu yuko nje jamani. Nafika Kristo ametoka hapa kwetu tu. Yaani anasema maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangalikaa pamoja nasi. Wakati tulianza kufunua neema, wakati tulianza kufunua ukweli, kama kabisa wangekuwa wa kwetu, wangekaa pamoja nasi. Wala waliposema mfano kuna mtu alitoroka, tuliposema kwamba wokovu ni wa milele. Sasa hiyo hapana. Akaanza kwenda huko nje. Na kweli kama utakataa, kama wewe unajiita umeokoka. Na waambiwe ulichopokea ni cha milele. Akiwezi kikapotea. Alafu ukikatae, so wewe ni nani? Wewe ni mpinga Kristo. Maana unakataa kile unaua unasema kwamba umekipokea. Yes. Sasa unadhibitishiwa kwa wasi kwamba Kristo anasema kwamba ni cha milele. Alafu unasema hapana, si cha milele. So wewe ulipokea nini? So wewe ni mpinga Kristo jamani. Maana hata ulikuwa unasema umeokoka na hujaokoka. Yes. Yeah. So hapo kwetu. Maana kama umeokoka ukasikia kwamba wokovu ni wa milele, kama Roho Mtakatifu wako ndani, utasikia kabisa ushuhuda ndani yako kwamba hapo ndipo sasa. Lakini kama unasikia kwamba unapinga, maana yake aliye ndani yako si Roho. In fact unaona kitu uko nacho wakati ambapo kinazungumzwa, kinakuwa kinachechemka ndani yako. Roho anakichochea. Roho anakichochea. Sio kumaanisha wewe ambao unasema kwamba wokovu ni wa munda ama unaweza toweka wakati wote. Na doubt ile wokovu wako. Si wa Kristo. Alisi kuja tu uokoke jamani. Wewe ambao unasema wokovu unaisha, wewe kuja uokoke tu. Kule injili at least uelewe. So ndio Kristo. Wakati mwingine kuna mwingine naye alisikia kwamba mfano akasikia kwamba kila muamini ana roho na huyo roho amemkalia na huyo roho ni milele. Akasema hapana, si kila mtu anaweza kuwa na roho. Hata wewe usirete alafu roho akae ndani yako. Akasema hapana, roho akaangi mahali pachafu. Yes. Watu wamechukulia wokovu kuwa ya wachungaji. Ndio maana akicha kwa hii kanisa ataokoka. Akienda kwa kanisa nyingine ataokoka. Tena akitoka pale akienda kwa nyingine anaokoka. Sasa wanaenda na hiyo mtindo. Nashukuru maana kuna somo la understanding of the salvation. Katika kuelewa ule wokovu, hiyo kitu ile anazungumza iko hivyo. Wakishaelewa wokovu ndio nani? Sasa tujaribu kusema hivi. Mwingine ambaye alisikia injili, mfano akasikia hapa kwamba eti sisi tumehesabiwa haki. Akasema hapana. Hiyo hapana. Hiyo akasikia sisi ni watakatifu. Akaambiwa kwamba muamini ni mtakatifu, ana lawama, ana mawaa, ana dhambi. Akapa hapana. Ana dhambi, hata kwa dhambi ya kuona. Hiyo haiwezekani. Yaani wewe unasema muamini ana dhambi na bado katika mwili anaona. Alafu useme yeye hana dhambi. Hapana, hiyo hiyo hapana. Wewe nani? Huyo ni mpinga Kristo. Maana anapinga ama anapingana na wale ambao wametumwa kuhubiri ama wanaohubiri kuhusu ama habari ama ujumbe wa ile ofisi. Huyo ni mpinga Kristo. So mahali ambapo wewe popote ulipo, yamkini ulisikia tu, yani kama ulisikia tu, alafu ukapinga, ukasema hapana hiyo ni yao. Acha niombe. Unaomba uko wapi? Sasa wewe vitu zingine I don't know watu wanatoa wapi. Eti wacha niombe, hapa wacha nikakae nijipe muda niombe. Ndio kile ambacho wanazungumza. Na alafu kama unaomba bado au nyamazi, unaenda ukitane shi watu huko ukisema wamesema. Sasa kama ulikuwa unaomba nini? Hizo vitu zingine jamani ni saupuzi by the way. Ni cha mtoto. Ikiwa wewe umesikia kitu ambacho kimekukwaza, hebu ukasema acha ujitenge ukaombe. Unaenda kuzungumza nini? Siombe ngojee. Wakati ambapo unazungumza unaenda kupinga. Na wewe ni mpinga Kristo. So mahali ambapo ulipo, wewe ni mpinga Kristo. Na usiangalie mpinga Kristo nje. Jiangalie kwanza wewe. Yamkini wewe ndio mpinga Kristo. Nasema mambo ya mpinga Kristo. Haleluya. Hivyo ndivyo ilivyo. So usiangalie by the way, unaona mfano sasa hivi ukisikia mtu alitoka
hapa akaenda kusema kwamba kila watu wahubiri akiambatani na neno ama anasema mambo yake, usimjaji hata usijinanie na yeye. Umuelewa kwamba alitoka kwetu lakini hakuwa wa kwetu. Simple. Yaani mfurahia tu. Alitoka tu ili atupe nafasi wa kwetu wakuje.